Mwalimu, kwanza pole kwa kupoteza. Kuna mabadiliko mengi sana ulifanya kwenye kikosi cha leo, lakini licha ya kufanya hivyo umeweza kumaliza dakika 90 ukiwa haujaruhusu goli lolote, baadaye ukaja kufanya mabadiliko matano. Kiufundi nini ulikuwa unakifanya? Kikubwa nilikuwa nataka kutengeneza timu kwa sababu nataka iwe pana, kwa maana tuna mechi 9 na ukiangalia mechi 9 hizo zinacheza kwa nguvu zaidi ili kuweza kupata matokeo. Tuna mechi 5 nyumbani, 4 away, kwa hiyo lazima uwe na kikosi ambacho kitaweza kuweza kusaidiana. Kwa hiyo vile nilivyofanya, nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu amenipa majibu mazuri, tofauti na vile watu walivyofikiria kwamba kama mechi sitaki, lakini huu ni mpira. Wale wachezaji wamesajiliwa Geita, lazima waweze kuparticipate katika timu ya Geita. Kwa hiyo kwenye mashindano haya niliwaambia mtatumika nyinyi toka mwanzo, na kweli wameonyesha kile kwamba na wao wana nafasi ya kuweza kutoa mchango kwenye timu ya Geita. Kwa hiyo nashukuru wamefanya kile nilichotarajia na nilichokiandaa, na umeona sababu zile nilizofanya ili kuweza tu kusaidia pale ambapo nimeona timu kidogo imelega, nikaingiza wale ambao walikuwa wanacheza, na umeona kitu alichokifanya, umeweza kuituliza timu mpaka kufikia dakika 90 tumetoka bila kuruhusu goli. Hicho ni kitu ambacho naweza kujipongeza na kuwapongeza wachezaji, ni progress kubwa. Kwa hiyo tunachokifanya sasa hivi kusema ukweli ni kufocus, baada ya kutoka kwenye mashindano haya ni kufocus katika mechi ambazo kwa zimebaki. Tumecheza na timu ambayo kwa Premier League, timu ina wachezaji level ya kwetu, lakini wenzetu wapo kule na test wanaoipata kule ni hii ndio tuliyoionyesha leo. Kwa hiyo tofauti na championship. Kwa hiyo tutarudi katika championship, tutarudi na test ya championship, kwa maana kule kuna mfumo mwingine tunatumia tofauti na huu tulotumia katika mchezo wa leo tulipocheza na timu ya Premier League. Haikuwa mechi ambayo pengine inazihusisha zile timu ambazo zinatajwa kama ni timu kubwa kwenye ligi kuu ya NBC, lakini mashabiki walikuwa wengi sana. Hii ni tafsiri kwamba wana kiu ya kushuhudia mechi nyingi kubwa za namna hii. Ungependa kuwaambia nini kiujumla kuelekea ligi kuu soka Tanzania bara msimu ujao? Kusema ukweli wana hamu, na hamu ndo kama hivi umeona wameonyesha uwepo wao katika mechi kama hii ambayo tumecheza na timu ya ligi kuu. Kwa hiyo wamekuja kutusapoti, wana hamu ya kutusapoti ili kufika kule ambapo wao watataka, kwa maana ya kucheza ligi kuu. Ligi kuu wanaitamani na wameimisi muda mrefu. Kwa hiyo hii ni nafasi kwao kuweza kutushawishi sisi. Tukiona hivi tunajua tuna deni la kuwarudishia ligi kuu, waweze kuja kutusapoti. Kwa hiyo sisi deni hili tunapambana nalo, tuweze kuwalipa, tuirudishe timu ligi kuu. Kwa hiyo nawapongeza kwa kuja, lakini matokeo ndo matokeo kama hivi. Tuwape pole, tuugulie, lakini tuendelee na mapambano kurudisha timu ligi kuu. Shukrani sana, na Mungu akijalia kama mtafanikiwa tutakutana kwenye ligi kuu. Asante. Lazima turudi, Mungu atajalia. Naam, ni Mwalimu Zuberi Katwira wa Geita Gold nikizungumza naye kuhusiana na kile ambacho kimetokea hii leo mara baada ya kupoteza mchezo wa hii leo, na kama kawaida yuko na mtani wake hapo. Wametoka mbali, wamekutana mara kadhaa, si huku tu kwenye kombe la shirikisho la CRDB na hata ligi kuu soka Tanzania bara wamekutana mara kadhaa. Naungana na Mwalimu sasa Jamhuri Kiwelo kuweza kusikia kutoka kwake. Ulianza kwa kuimba Mwalimu, na ulionyesha una furaha kuelekea kwenye mchezo huu, lakini ukatanabaisha wazi kwamba unaitaka finali na pengine ubingwa ili uwakilishe kimataifa. Hichi ulichokifanya si mara ya kwanza kinatokea. 64 bora ulimuondosha mtu kwa mikoa ya penalti. Leo pia imekuwa hivyo. Siri ni nini? Sintokubali wanineleza niwe bepali yoyo na muwai. Kikumbe Mwanza marehemu, Mungu amrehemu. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata ushindi. Mechi haikuwa nyepesi, nilikwambia toka mwanzo. Timu ya daraja la kwanza always wanakuwa wako fit enough, kwa sababu wao staili yao ya kucheza ni kupeleka mipira mbele ili wapate ushindi. Na sisi tulijaribu kucheza, lakini baadaye tukaona kuna haja ya kubadilisha staili, tukaja kwenye power play kama wao, tukaweka double striker iliweza kufunction at least, lakini bado kukawa na ugumu kwenye kufunga, kwa sababu kama unavyofahamu wako nyumbani na timu ni nzuri. Lakini niseme tu, nilijua nikifika kwenye penalti hawezi kutoka, kwa sababu nina kipa mzuri na wapigaji wazuri. Hiyo ndo silaha yangu ambayo hata mechi zilizopita kilikuwa kitu cha namna hiyo. Na 64 bora ulifanya hivyo, lakini unakokwenda ni kugumu sana kuliko ulikotoka. Nini ambacho umekiona leo kina upungufu kwenye kushinda ama kupata ushindi wa dakika 90 ambacho pengine unaamini ni muhimu kukifanyia kazi kuelekea kwenye hatua ngumu ambayo inafuata kwa maana ya robo finali? Nimesema kwamba hawa vijana ndio daraja la kwanza. Timu zilizobakia zote nyingi za Premier, timu za daraja la chini ziko 3. Nafikiri TMA, kuna Mbuni na hii ambazo zote ndio madaraja ya chini. Zingine zote timu za madaraja ya juu. Sasa kucheza na watu wenye level yako ni rahisi zaidi kuliko kucheza na watu wa level ya chini. Hawa wengi wamecheza Premier kama nilivyokuambia, lakini wameshuka, wametengeneza kikundi ambacho kinafanya vizuri na wana deserve kuwepo hapo walipokuwa kutokana na ubora wa timu yao. Lakini niseme timu yangu mimi bora kwa sababu imecheza kikubwa. Kufika kwenye penalty nilikuwa mimi nasema sikutaka kufika, lakini nilijua nikifika nitapata ushindi kwa sababu ya wapigaji niliokuwa nao, goalkeeper niliokuwa naye na ubora wa timu yangu ilikuwa.
kuwepo. Kwa hiyo nisema nawapongeza vijana wale, lakini mimi naipongeza timu yangu zaidi. Wamefuata nilichosema, tumefanikiwa. No matter tumefika kwa ushindi wa namna gani. Kwa sababu kama penalti zingekuwa zitakiwi, zisingewekwa na FIFA. Zimewekwa, ndio maana tunaonekana tumeshinda. Shukrani sana mwalimu, hongera na kila laheri kwenye hatua inayofuata. Asante sana, nitakwenda mbali. Nikwambia nataka kwenda finali. Nafika finali. Brigado.